Msikilizaji wa 96.7 Furaha FM, karibu sana katika Furaha na Watoto. Siku ya leo ni weekend nyingine ambayo tumekutana tena kupitia kodi hii ya masafa ya 96.7 Furaha FM. Pengine unatukutanisha au unaungana nasi kwa njia ya radio boxi. Karibu sana pia. Yaani nyuma ya sauti yangu ukisikia kengele namna hiyo, jua jambo linakwenda kuanza hapa kutoka mahali ambapo nimefika. Nimekutana na wanafunzi, lakini nataka nikukumbushe jambo moja ambalo kuna sababu za msingi za watu kuweka kitu kinaitwa moto. Na hapa wanaita Education for the Bright Future. Sasa hapa ni wapi? Ni Moria Pre and Primary School. Na ndivyo tulivyofika hapa na tunazungumza mambo mengi sana. Kama kawaida tumekuandalia mambo mengi mazuri, lakini leo tumekuja nayo kipekee sana. Ndio maana nikaanza na hiyo moto, nikitaka kukujulisha kwamba kuna jambo kubwa ambalo linaendelea. Pengine unatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii au Furaha FM Media. Karibu pia, kwa sababu tuna jambo kubwa sana na jambo zuri ambalo tumekuandalia. Na kama kawaida mimi huwa siwagi na jambo dogo. Kwa hiyo nimekuandalia mambo makubwa, na leo tena nimebahatika kuwa na mtangazaji hapa Moria. Yaani kilicho kizuri ni kwamba watoto wana vipaji, na wao kwa sababu wanatumia lugha ya Kiingereza wanaita talent, si ndio? Wewe ni mtangazaji. Sasa wewe kwa sababu ni mheshimiwa mtangazaji na wewe ndio umekaa na mimi nimezungumza, nimesimama, nataka nikufahamu kwanza ili msikilizaji akufahamu na mtazamaji akufahamu kwamba wewe ni nani, lakini pia utujuze kwamba hapa tuko wapi, alafu tukumbushe kwamba hii moto kwa Kiswahili inasemaje. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Crisanto Ernest Mbinda, ninasoma katika shule ya Moria. Sawa, wewe ni mtangazaji kwa leo na utanisaidia kwa jambo hili. Lakini nataka unijiulize shule hii inatumia moto gani, lakini unaweza ukanitafsiria kwa Kiswahili kidogo tu. Moto ya hii shule ni Education for a Bright Future. Kwa Kiswahili? Education for a Bright Future. Elimu kwa maisha ya baadaye, kwa maisha mazuri ya baadaye. Aha, elimu kwa maisha mazuri ya baadaye inaelekea na kuelekea kutoa tafsiri halisi ya kile kitu ambacho tutakifanya hapa, kwa sababu tunakutana na wanafunzi ambao wanapata elimu lakini wanatafuta maisha mazuri ya hiyo baadaye. Sasa watoto, bila shaka tuko tayari. Aha, hamna shida. Bila shaka msikizaji, na wewe uko tayari kwa ajili ya kuanza jambo hili moja kwa moja, tukaianza safari hii vizuri kabisa kwenye Furaha na Watoto. Mimi naitwa Mesha Kilongo, na kwa sababu niko na mwenzangu Crisanto hapa, yeye atatuongoza katika mambo mbalimbali, lakini natamani kabla ya mambo yote tuweze kutafuta utambulisho wa shule, kwa maana ya wimbo wa shule. Watoto, tuko tayari kwa ajili ya wimbo? Haya, basi kama tuko tayari kwa ajili ya wimbo, basi tuimbe wimbo wa shule, na baada ya wimbo wa shule tutaendelea. You on top, 1, 2, 3, start. You on top of the shining star, flying high and high. Education now flies so bright. How I love my school. Moria, oh Moria, you my shining star. Moria, oh Moria,
Wow, jipongezeni kwa wimbo mzuri. 1 2 3. Sasa ni muda, tunaenda kwa muda chemsha bongo. Nani ana swali? Tumepata mtu mmoja hapa. Tunaomba ujitambulishe na uulize swali lako. Kwa majina naitwa Junior Elasto. Na swali la chemsha bongo. Nchi ya Tanzania ina mikoa mingapi? Ameuliza kwamba kaka yetu hapa Junior amesema kwamba anaitwa Junior Elasto. Ameuliza kwamba nchi ya Tanzania ina mikoa mingapi? Nani anaweza akatujibia swali hilo? Moja. Kwa sauti. 31. Kwa jina naitwa Joan Elasto. Tanzania. Kwa majina naitwa Joan Elasto. Tanzania ina mikoa 31. Amesema hivi kwamba anaitwa Joan Elasto na amesema kwamba Tanzania ina mikoa 31. Amepata, amekosa? Amepata. Tunaomba mumpongeze. My name is Rita Karolo Mkulu. I'm a girl. I'm in standard 6. My school's name is Moria. Today I have a brainstorm. A home of a president. Who can answer for us that question? She asked that. What is the name of the home of the president? Jitambulishe. My name is Clever Maxensius Mkulu. I am in class 5. The answer of that question is the State House. Is he correct or not? Yes. Another one to give us a question. Another one. My name is Amorita Valence Lunyungwa. I am in class 5. My brainstorm is, what is photosynthesis? She asked that. What is photosynthesis? Who can answer for that? My name is Ebenezer Elifai. I am in standard 6. The answer for photosynthesis is the process of green plants convert to make their own food through sunlight through sunlight energy in form of organic matter. Is he correct or not? Okay, thank you. Our brainstorm is over. Don't wanna up too high and my, because tomorrow I can fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. Don't wanna up too high and my, because tomorrow I can fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. I don't wanna up too high and my, because tomorrow I can fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. Msikilizaji wa Furaha FM, ninakushukuru kwa kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Ninataka nimkaribishe mwenzangu Meshaki hapa. Baada ya kumaliza na watoto, nataka nimkaribishe aendelee na mada nyingine zinazoendelea.
Asante sana Crisanto, na kushukuru sana kwa ajili ya ubunifu na ujasiri wako ambao umeuonyesha hapa katika kutangaza kipindi hiki cha Furaha na Watoto. Na bila shaka baada ya muda nitakuja kukutafuta kujua umefikia wapi. Hebu kwanza niambie, umewahi kupenda utangazaji au umewahi kupenda kuwa mtangazaji kabla? Ndiyo. Sawa, nje na utangazaji una ndoto gani nyingine ambayo unatamani kuja kuifanya au kuishi hapo baadaye? Ninatamani nije kuwa daktari. Sawa, bila shaka katika shule hii kuna namna ambayo wanawalea au wanalea vipaji vyenu. Sasa bila shaka tunahitaji kuzungumza na mtaaluma. Sasa naomba uniongoze ili tuweze kumfikia mtaaluma, alafu tuweze kuzungumza kwa pamoja. Sasa. Na mfuatiliaji wa Furaha FM Media, kama ambavyo nimekwambia kwamba tunatamani kuzungumza na mtaaluma, na sasa tumekwisha kuungana naye. Mtaaluma, habari ya kwako? Salama. Sawa, nakufahamu kama nani kwa maana ya jina lako, lakini pia nafasi yako hapa. Mimi nimekutambulisha tu kama mtaaluma, pengine kuna utambulisho zaidi ya huo. Kwa majina naitwa Frank Damas Mjimwa, ndo mwalimu wa taaluma wa shule hii Moria na Furaha. Sawa. Tumejifunza jinsi ambavyo watoto wanaweza kujibu maswali, wana ujasiri, wanazungumza lugha ya Kiingereza, tunaita lugha fasaha kabisa. Nyinyi mnaliwezaje kulifanikisha hili? Lakini cha pili tunatamani kufahamu, tumeona watoto wengine ni wadogo sana. Mna aina gani ya madarasa mlionayo hapa? Karibu. Kwanza tuna madarasa ya upande wa nursery ambao ni chekechea na primary, kuanzia la kwanza mpaka la 6. Unachokiona kwamba nazungumza Kiingereza muda wote ni utamaduni ambao tumejijengea kama shule, na ndio maana utapita kila mlango, kila sehemu imeandikwa no English no service. Hapa kinachotakiwa kuzungumzwa ni lugha ya Kiingereza na Kifaransa peke yake. Kiswahili kinazungumzwa kama mwalimu pale anapokuwa anafundisha darasani. Nje ya hapo hamna nafasi yote ya kuzungumza. Kwa hiyo ni utamaduni ambao tumejijengea kwamba watoto wote muda wote wapo shuleni, na pia wanapokuwa wanasafiri kutoka nyumbani kuja shuleni na wanaporudi wakiwa kwenye school bus hawaruhusi kuzungumza Kiswahili. Umetaja school bus, unataka kumaanisha kwamba ili eneo lina usafiri, lakini pia kama ndio huo umekuwa faida gani kwenu kuhakikisha kwamba taaluma inakuwa vizuri? Kuwepo na school bus inakuwa ni rahisi zaidi kuwafikisha. Angalia watoto uliowaona leo wanalika tofauti. Wapo ambao ni wakubwa, wanaweza kutoka wenyewe nyumbani wakafika shuleni hauna shida, kwa mfano darasa la 5 la 6, lakini huwezi kumtoa mtoto nyumbani wa daycare, wale watoto wadogo kabisa wa miaka 3 ambao ndo wanaanza wajitegemee wenyewe kusafiri. Kwa vyote vile lazima tutumie usafiri wa shule kuwatoa watoto nyumbani kuwafikisha shuleni na kuwarudisha pia salama. Kwa muhtasari kidogo hapo kwenye daycare, unaweza kutuambia tunaposema hapa pana pre and primary school, kwa maana ya kuna madarasa aina gani hapa chini, lakini pia hapa juu yapo madarasa aina gani, kwamba ni ngazi gani kutoka ngazi gani, ili mzazi au mlezi au yeyote anayekusikiza muda huu ajue anapotaka kuleta mtoto hapa alete mtoto aina gani, lakini atapata huduma ya aina gani? Shule inapokea watoto wale ambao ni wadogo kuanzia miaka 3 na kupanda juu, kwa maana kwamba wale ambao wanaanza baby class. Lakini pia ukitoka hapo tuna nursery ambao ni pre class, ambao tunasema kwamba wenyewe wanaandaliwa kwa ajili ya darasa la kwanza. Na kimsingi wale wanaoandaliwa kwa darasa la kwanza wanasoma vitu ambavyo ni asilimia kubwa kama vya darasa la kwanza, ndio maana wanatoka huko vizuri. Tungeweza kumpata mtoto mmoja hapa kazungumza angekuwa ni shahidi. Sitaki kuwatetea wanangu, wako vizuri. Wako vizuri. Sawa, shukrani sana, na bila shaka jambo limekaa vizuri na mnafanya kazi kubwa sana. Msikilizaji na mtazamaji wa Furaha FM Media, jambo hili la kuzungumza na mtaaluma bado linanisukuma kuwa na kiu ya kuzungumza na mkuu wa shule katika Moria Pre and Primary School. Nikukumbushe tu kwamba shule hii inapatikana Kigonzile, kwa maana ya kata ya Nduli. Sasa nitakujuza mengi sana, au mkuu atakujuza mambo mengi sana kutoka hapa, na hayo mengi fuatana nami uendelee kusikiliza kutoka hapa 96.7 Furaha FM. Mimi naitwa Mesha Kilongo, lakini mkuu, karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Yaredi Jonathan Mkuye. Ni mwalimu mkuu wa shule ya awali na msingi Moria ambayo ipo mkoa wa Iringa, manispaa ya Iringa mjini, na inapatikana katika kata ya Nduli. Kimsingi shule yetu ni shule ya mchepuo wa Kiingereza, na ilianza kama shule ya awali mwaka 1999
na kufikia mwaka 2019 ikapata usajili wa shule ya msingi rasmi. Kwa hiyo 2020 sasa tukaanza kuchukua watoto kwa ajili ya elimu ya msingi. Kwa hiyo kwa shule yetu tuna elimu ya msingi, pia tuna elimu ya awali, lakini pia tuna malezi ya watoto wa mchana, tunaita wazungu masuala ya daycare, tunayo pia. Na shule yetu ina walimu wa kutosha, walimu wazuri, walimu wazoefu wa muda mrefu, wenye taaluma ya kutosha, na mazingira ni mazuri kwa kusomea watoto na pia kufundishia. Mazingira yetu ni mazuri sana. Sawa, mtu anaweza akajifunza akasema jinsi anavyoiona shule na jinsi alivyoona watoto anatamani kufahamu kitu cha kipekee sana kutoka hapa ili awe na ule msukumo wa kujiunga na Moria Pre and Primary School. Karibu sana. Yeah. Asante. Kimsingi shule yetu tunaweza kusema kwa mkoa wa Iringa ina upekee mkubwa tukilinganisha bila shule zingine. Kwa sababu tuna shule yetu pia licha kwa tunatoa masuala ya tunafundisha darasani kama wanafundisha shule zingine, lakini tuna vitu vya upekee vya ziada. Kwa mfano katika shule yetu tunafundisha lugha ya Kifaransa ambayo kimsingi katika shule nyingi nadhani kwa mkoa wa Iringa zifundishi. Sisi tunafundisha lugha ya Kifaransa kwa sababu tunajua mtoto akifika shuleni kwetu hapa anamaliza la 7 awe na uwezo wa kuongea Kifaransa na kuandika vizuri, kwa sababu dunia sasa imebadilika. Kiingereza almost kila mtu anajua. Kwa hiyo tunaongeza lugha nyingine za kimataifa kama Kifaransa na tunapanga kuongeza pia Kichina siku zijazo. Na pia jambo jingine la kipekee, shule yetu ina program zingine ambazo tumeziongeza kama vile tuna program ya kompyuta, watu wanajifunza kompyuta kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7, watu wanajifunza kompyuta na wanafanya mitihani kumsingi mtihani ya tehama. Kama unavyojua dunia sasa imebadilika, kwa hiyo watoto lazima wajifunze mambo kama hayo. Na pia tuna program zingine ambazo tunafundisha watoto. Kwa tuna program tunaanzisha muda si mrefu, tuna program ya uandishi wa habari. Kwa hiyo muda si mrefu watoto wanaanza kujifunza masuala ya uandishi wa habari hapa kwa vitendo. Kwa hiyo tuna kamera za shule, tuna chumba ambacho tumekiandaa kwa ajili ya uandishi wa habari, watoto wanajifunza. Tuna watu ambao wanatoka nje uandishi wa habari Manguli, kama mlivyo nyinyi Furaha FM na uandishi wa habari Nguli. Kwa hiyo tutawalika na nyinyi pia mje mwatrain watoto siku moja uandishi wa habari. Tutakuwa tuna Moria TV. Hata sasa ukiingia YouTube channel ukiangalia pale Moria Schools utaona kuna vitu vingi sana ambavyo viko mle watoto wanafanya na tunaendelea kuwafundisha watoto mambo mengi kiteknolojia. Msikilizaji, pengine unaweza kuwa unashtuka, lakini ndivyo ambavyo mfumo wa elimu mpya jinsi ulivyo. Kama umesikia hivi karibuni juu ya kwenda VETA, nafikiri sasa hii VETA inataka kuanzia hapa Moria, kwa sababu wanasema wanaianzisha hata program za uandishi wa habari mapema kabisa kwa watoto wadogo. Bila shaka anapotoka anatoka akiwa vizuri. Utakumbuka wakati ule na mazungumzo na Crisanto yule ambaye tumesaidiana naye kutangaza, alisema na ndoto hivyo baadaye aje kuwa mwandishi wa habari. Sasa ndoto yake itaanza kutimia hapa kwa sababu Moria TV inatarajiwa kuanzishwa hapa na program zingine ambazo zinaendelea hapa. Bila shaka ni habari njema ambazo zinapaswa kusimuliwa na kuambiwa watu wengine kwamba jamani, kuna shule pale Kigonzile, kata ya Nduli, manispaa ya Iringa, ipo inaitwa Moria Pre and Primary School. Bila shaka inafaa kujiunga kabisa, kumpeleka mtoto wako. Amezungumza mambo mengi ya lugha ya Kifaransa na mengine mengi ya kompyuta kulingana na dunia ambavyo inakwenda. Bila shaka mkuu, mzazi au mlezi na yule anayekusikiliza muda huu anaweza kawa amepata hamu na kiu sasa ya kujiunga nanyi hapa. Unaweza kutujuza jinsi ya kujiunga nanyi hapa, la mawasiliano yenu, lakini pia wanawapataje? Karibu sana. Kwanza mawasiliano yetu ni 07 kwa maana ya namba ya mkuu wa shule kwa sasa ni 0759592049, na pia ukiingia kwenye page za Facebook utatukuta kwa jina la Moria Schools, utatupata pale. Ukiingia YouTube channel pia tunayo pale, utatukuta kwa jina la Moria Schools hivyo hivyo pia. Na pia kama kuna mtu anamtaka asiana sisi kwa mfumo wa email, pia anaweza akatupata kwa email inayosema inaenda kwa jina la moriaschools@2020@gmail.com. Hiyo anaweza kutupata hapo pia. Lakini pia tuna namba rasmi ya ofisi ambayo shule inaitumia, ni namba ambayo ni 0754 072869. Hii namba rasmi ya shule. Unaweza kurejea hiyo namba ya rasmi ya shule au namba ya ofisi? Namba rasmi ya ofisi ni 0754 072869. Kama wewe mzazi, mlezi au mtu yote ambaye ni mdau wa shule, unaweza kupiga muda wote au kutuma ujumbe muda wote, kutuma barua pepe muda wote, na muda si mrefu pia
kuwa na website yetu, kwa hiyo pia tutaishare kwenye mitandao ya kijamii na sehemu nyingine zote wadau mbalimbali wa elimu wataweza kuipata. Asante. Na msikilizaji wa 96.7 Furaha FM na mfuatiliaji wa Furaha FM Media, furaha yangu ni kwamba kila wakati na kufunulia fursa alafu na kuonyesha kwamba hiyo hapo unaweza kaamua wewe mwenyewe kuichukua ama kutokuichukua, lakini umeona na umeshuhudia mambo ya kipekee kutoka hapa Moria Pre and Primary School. Ni shule ambayo inapatikana Kigonzile, ni karibu kidogo na chuo kikuu cha Iringa, hapa Iringa, manispaa ya Iringa. Kwa hiyo unaweza ukafika ukajifunza, ruksa pia kuja kujifunza, kuona kwamba kitu gani kinaendelea hapa, ukaona jinsi watoto wanavyofurahi, jinsi ambavyo watoto wanajifunza na mambo mengine kadha wa kadha. Na mimi nahitimisha kipindi hiki cha furaha na watoto kwa siku ya leo kutoka hapa Moria Pre and Primary School. Nimekuwa na wewe kwa muda wote, nimekuonyesha mambo mengi, nimekusikizisha mambo mengi, na bila shaka umefurahi na umeenjoy. Endelea kufuatilia Furaha FM Media na vipindi vinavyofuata kutoka hapa 96.7 Furaha FM. Mimi naitwa Mesha Kirongo. Uwe na weekend njema, kila laheri.